Good morning. It's a cold morning outside there, but I hope baridi tuzui kwenda kutafuta riziki. Anyway, how are you? How are you doing? Now nimewamiss sana. Yesterday I was not there. Leo we thank God that I'm here. Sindio. Now thank you for the subscribers. What I will tell you, you keep on liking, sharing and commenting. Welcome to the part 3 of ni part 3 ama ni part 4. I can't say parts, but leo we are going to talk about the relationship between inmates and inmates. It's a wide topic, so mkae hapo, sit back, relax, enjoy. Watu wengi wamekuwa wakinipea topics and thank you. More and more of that zizidi kukuja, and others wanani inbox wakini criticize. I'm not there to be criticized, sawa? Wacha tuongee ukweli venye mambo iko, so that unajua we evade the truth. That's why mara mingi we fall into temptations, ndio jua tutaki kuambiwa ukweli. Hii ndio ukweli kuhusu jela. So if you want to take it, take it. If you want to leave it, leave it. So utawai sema hukuambiwa. So I'm here to chanua you watu wenye the young generation sana sana. Niko hapa sana sana juu ya young generation. I know there are moms who are watching me. Ninaona many of my viewers are moms, 40 to 35 to 40, and ninaona at least niko na some followings na naona we can make a step. Endelea tu like, comment, share and keep on subscribing. More and more subscription to support each other so that we can grow mentally and physically. So tuko hapa kwa relationship ya the inmates and inmates. After nimeongelelea mambo ya the relationship between prisoners and the wardens, leo tutaongelelea about how each inmate relates with each inmate. So kuna kuaga, niliwaambia kuna kuaga na wards. The wards zinakuaga na watu ina holdingi, niliwaambia ina holdingi watu kuanzia 50. Hiyo ndio inakuaga the minimum capacity. Utawaipata watu wako chini ya 50. Saa zingine zinaendanga zinafika even 150 in one ward. So inafika mahali mnalala like kwa kitanda mnalala wawili, na ni tule tu vitanda tu single, tule tu boarding school. So hiyo time ndio mtasikia kuna kuaga na decongestion jela, because resources zimekuwa kidogo kuliko wenye wako ndani. Sasa hapa ndio mambo inakuaga. The time watu wako like 50, the relationship is always good. Hakuna kitu ya kufaitia, hakuna kitu ya kukeleleshana. By the way, inmates waga wanaelewana sana. Despite the fact kuna wale vichongo, unajua in any family kuna ule the rebellious daughter na kuna ule mwenye anasikiza maneno. So kuna wenye wanajua wamekuja kufanya nini jela, na kuna wenye wamekuja tua, kuna wenye wamekuja tutasema wamekuja tua juu they don't mind changing their lives. Hawataki kuchange their lives, yet they have been given an opportunity. So tutasema wamekuja for tour. Poleni kwa kuwaita hivyo. Kama kuna viewers wengine wangu tunakuaga tumetoka college, tunasemanga tumetoka college, na wao by the way wanani inbox wananiambia, we Grace, uko na nguvu ya kuiongelelea. Lazima tutaiongelelea. Tukinyamazia, well, our young generation wanakufa, sisi ndio wakublemiwa, because atuwaelezi the truth about these things. Na every day kuna crime inaenda tu ikipanda. So hiyo inamaanisha jela zinaenda tu zikiingiwa every day, even though jela ni kama hospitali. Sasa mumefika, mko one ward, kuna kwaga mnajua nanga hata the other wards. Mchana mtaenda place moja kazi, mjuane, mimi nakuaga ward fulani, mtatembeleana, but hakunanga kuingia kwa ward ya mtu. Kuna kuaga na rule, usipite kwa mlango ya ward ya mtu. Otherwise mwenye anapita, the whole ward inakuanga punished. So inakuaga strict, usiingie kwa ward ya mtu. But kuna kuaga na wale wenye sneak. Akukosangi tu vitu kama uto. So nimewaambia wenye wanasikiza instructions, na kuna the rebellious. So wenye wana rebel, uanga pia wana rebel against each other. Unakuta huyo mtu akona ile kitu tunaitanga attention deficit hyperactive disorder. Anapenda tu attention, anakaaga tu, anataka saa yote kukuwe na simulation. Huyo mtu saa zote utakuta either amekuja amepata maji yako amebeba,
watu uchota maji na bucket, amebeba. Utamkuta kwa tap, the time unachota maji kwa tap, juu kuna kuwaga na hizo taps, yeye ndo anataka apewe priority. Akikuja na akikatazwa mkikataa ku give in kwa Kenya anataka, huwa ni vita. Mara mingi watu fight. By the way, fight mingi za jela zinakuwaga maji. Watu wanapiganianga maji na bucket, na wanapigananga vita physical mpaka wanafunguliwa another charge sheet ya kuwastaki mashtaka. What I told you is called mashtaka. Wanapelekana mpaka kotini, you are given another sentence for assault. Inakuaga hivyo. Alafu bado watu upigania vitu zinaitangwa contrabands. Kama tuseme mimi nilikuwa carrier na wewe ndio mwenye simu. Niliwaambia kuna carrier wa simu, kuna mwenye simu. So huyu mwenye ni carrier maybe anataka kurusha huyu mwenye simu. Unakuta kuna hizo fights, na fights zinakuanga mbaya juu mpaka saa zingine watu uplania na kuuana. Yes, unakutaga even though Lang'ata maximum sijasikia mtu ameua mwingine. Lang'ata ni ngumu, but unakutaga like up huku kwa wanaume. Like the time I was doing my KCSE, kuna mtu jela, nilikuwa naenda kufanya exam kwa jela ya Kamiti. So unakutaga kuna hiyo time tulifika hivi asubuhi, kulikuwa na tension hiyo siku. So tukiuliza tunaambiwa kuna mfungwa anapitishwa hapa, ameuliwa, amefunikwa blanketi na wenzake. Kwa nini? Juu ya marufuku. Either alikuwa na seti marufuku, alikuwa anapea askari clue marufuku imewekwa wapi, ama alikuwa anataka kurushana marufuku, alikuwa maybe carrier. Alafu pia kuna hizi fight za lesbians, like the yo inaitango home based violence. Kuna like kitu kama hiyo juu kuna wenye sasa wao fight ya like they fight for a partner. Tutawaita partner. They fight for a partner. Waga wanafight, wanaambia nao we want, tunataka mtu fulani, wewe unamtaka, mimi namtaka, so tunataka huyu mtu anataka ajue ni nani atashinda ende na yeye. Zinakuaga vitu kama hizo, watu they fight. But kuna hizi relationship zenye zinakumend. There are people like, najua mumeona Lang'ata kuna watu wenye ni teachers, walishikwa wakiwa teachers, wengine wameshikwa wakiwa lawyers, wengine watu walikuwa wameshikwa wakiwa in their line of career. So hao watu waga, kuna watu kama like us tulikuwa tunaamua to associate na those kind of people. Au ni wale watu wanakuaga they don't know what's going on in jela. By the way, even hata search ikikuja huwa like they are crying, hawajui ni nini inaendelea. Juu wao wako hapo, they live a day at a time. Hawapendi mambo mingi. Wow, like kama ni kazi wameandikiwa, it's like kama umeandikiwa unaenda kusomesha wanafunzi shule, how they go bila kupinga. If they are told chukueni slash and then mka/, wanakuanga down to earth. That's why ninasemanga education ndio kitu best ya kureform mtu nayo, kwa sababu waga ukiangalia venye watu educated na illiterates, let me call them illiterates. Ukiangalia a literate inmate and an illiterate inmate, utaona a very very big difference. Kuna kuagana some level of aggressiveness kwa an illiterate person, kwa sababu huyu mtu understanding yake iko chini sana, iko very very down. Unakuta yeye ndo ataishigi kupigwa. Huyo mtu reasoning yake like mumeambiwa we don't want to see you with this thing. Huyo mtu anakuaga question every time, anakuaga na zile why anasahau ako pale, hayuko pale like rights zake zilitaniwa kukua privileges. So mimi ndo nilikuwa nawaambia every time that you unatembea, every day that you wake up, pray to God awapatie discernment. That discernment ndio itatuma ujue this is a privilege, this is a right. So uta work on just things venye ziko. Haya, tuko kwa sasa hawa wenye wanakuaga trustees, wanakuaga wamerelate aje na watu. Mara mingi uaga trustees ni wenye wanaitwa wasaliti among the inmates. Why? Juu trustee uaga saa zingine, matrustee sitasema all trustees. Juu kuna kuaga na other trustees wanakuaga everywhere. Hata kwa tukiwa huku nje, kuna wale government officials tunajuanga they are questionable. So pia trustees wako tu hivyo. Lakini most of them hukuaga ni wale wenye wako genuine,
even though kukosi some elements. So unakuta trustee amekuja ametulia, ataki anakaga like the life of our wenye nawaambia literates, ataki a question. Akiambiwa ukiona hii inaweza kuwa ni ukiona like contraband ikipatikana kwa your ward, nyinyi wote mtakuwa punished. Juu yeye hataki kukuwa punished, anakuwa mtu mwenye anaisema ndio hii hapa. Even though tunaweza iangalia in both kila mtu anaangalia, unajua kila mtu anakuaga right, lakini ina depend na ile angle unaangalilia, the perspective you look, unaangalilia kitu. Unafaa kuwe positive all the time. Trustee most of the time wanakuaga the positive minded, kwa sababu hawa watu zile vitu zenye wao utoa like the fights, wao ndo wana stop fight, au ndo wana maintain order. Juu kama kungekuwa na watu kama hao ingekuwa hell on earth. Juu pia wewe ukiwa a composed person, umekuja umepatwa na mtu wako aggressive, kuna fika time unaona hapana, hata mimi nitamconfront. Sawa? So the trustees ni wale wenye wamewin trust ya the askaris. Na wakuangi wamewin tu trust ya askaris, wanakuanga bado wamewin trust ya the inmates, even despite other inmates wale wenye the elements, tutawaita the elements, wanga wameona. Tunaambiangwa like there is a theory inaitangwa the drift theory. Hiyo theory inasemanga utakuta kila mtu anakuaga law binding, sawa, lakini kuna kuaga na zile vitu zinatumanga udrift. Saa zingine unavunja sheria tena unarudi unaanza kuobserve the law, sawa. So kuna zile excuses watu upeana juu ya kuvunja law, even though kwa wale law binding. Au watu either kuna ile yenye wanaitaga wanasemanga the condemnation of the condemners. Yes, au trustees wanga wamekondemiwa juu wana condemn the evil acts, wana condemn those acts zina breach peace. So relationship tuende kwa the workplaces mnapatana like nimwambia, mnaweza kuwa mko different wards alafu mnapatana this workplace. Kama like wenye wanaendanga gang za nje, hapa ndipo inakuwa interesting. Wenye wanaendanga gang za nje uanga wanakuwa na relationship poa katikati yao na other inmates wenye wajaruhusiwa kwenda nje, like the lifers. Wanapenda lifers condemn wanapendanga wale watu wenye wanaendanga gang za nje, kwa sababu wanajua wanaendanga nje wako exposed kupata contrabands, wanaweza leta juu. Lifer utamwambia ati umepatikana na contraband, nimekuongeza 2 years. There is no more, always mfunga more than life. Labda umpeleke condemn, nayo contraband itampeleka, haiwezi mfunga condemn. So hao ndo uwe engage sana condemners na life, condemned na life ndio waga wana engage sana kwa hizo ma contrabands. So wanapendanga watu wenye wanaendanga genza nje sana wenye wanaendanga shamba, the main shamba ya jela, kwa sababu kuna kuagana wale the male wenye wanatokaga hizi jela kama Nairobi West, wenye wanatoka like industry area, wanakuja kufanya. Unajua mwanamke inabiliviwa hata kama you are an inmate, uwaga uko believe, kuna hii believe bado wewe ufai kufanya kazi ati ngumu ya mwanaume, hapana. So kwa ile shamba wenye hukuja kulima ni wafungwa wanaume, wao kama wanalima, alafu in the evening wanachukuliwa wanarudishwa kwa jela zao. So the time wanalima now the female inmates wanamwaga maji kwa mashamba, wao mwaga maji, wanachuna mboga, wanaenda kuhawk hizo mboga kwa hiyo prison community, like unakuta huko kwa hiyo kambi ya askari, wanaenda kuwauzia hizo mboga zao, wameescortiwa tu na askari, wanaenda wakiuza. So hiyo kwa hiyo shughuli ya kulima, kuchuna, kumwagilia shamba maji, hiyo kwa hiyo wata interact. Na when they interact utakuta kuna exchange ya hand, unakutanga mpaka relationship zimeformiwa hapo. Kuna mtu aliniambia niwaambie hao mtu ako incarcerated, amekaa ndani jela, either incarceration ama remand,
umekaa jela unapata aje mimba. Kulikuwaga na kesi ya another a lady amekaa 2 years jela alafu amepatikana hako na mimba. Yeah, ilikuwa Lang'ata maximum. By the way, she was tulikuwa ward moja mama mtoto. Tulikuwa na watoto pamoja. Yeah, ako katoto kanaitangwa katoto ka jela. She's so beautiful. Aya. So unakuta kuna hiyo interaction, wana make mpaka relationships, wanaanza kuandikiana to love letters na imagine an inmate and an inmate wanakutaga saa zingine hiyo relationship imegrow mpaka wanaambiana kuna zile siku zina colliding coincidentally mnajipata mnaenda like court at the same day, either unaenda appeal ama unaenda case ama unaenda hiyo review, unajikuta mumeenda kotini pamoja, mumejikuta nyinyi wote mnaenda Milimani Courts. Si hawa askari ni watu na mnajua askari already wanakuaga na njaa, so mnakuwa mnamhonga, mnakutana kwa choo and kila kitu inafanyika na actually ni watoto wawili wamezaliwa jela wakiwa na watu wenye wameishi jela, like one alikuwa wa life mtu alifungwa life imprisonment for like amekaa 10 years jela, alafu anakuja anapatikana she's pregnant lakini huyo wa life alikutana na the husband juu yeye na the husband walikuwa ndani, so waliorganize wakaenda wakakutania wapi, Kenyatta Hospital, and one thing led to another na so haya kuna vitu kama hizo happen, alafu unakuta contrabands zina exchange hand, unakuta wewe unarushiwa kuna mahali penye wewe una seti yako marufuku yako, mkipita na madam unamrusha ya macho, unaenda unachukua vitu zako unapeleka ndani. So ukifika tu hivi ndani your fellow inmates wamekungoja hivi, unakujaga unakuta like those who are in condemn who are to mix now, unakuta like ukitaka kumpelekea unaenda jikoni unachukua sahani yake unarusha vitu zake hapo ndani ya chakula yake chini ya ugali unampelekea. Si hawa inmates wengine ndio upelekea condemn chakula, so sasa ni umempelekea vitu zake zimemfikia, unakuta wako na relationship poa wanapenda, yani ile mpaka huyu mtu akienda home, huyu mwenye amebaki ndani analia anajua my source of this thing ameenda. Hivyo ndivyo kukua. Alafu kuna wenye sasa wana relate like bibi na bwana au ma lesbians. Kuna wale wana relate on the ground ya jikoni. By the way, prison jikoni inakuwaga ni punishment kwa wanawake, lakini kwa wanaume ni privilege, umepewa privilege, lakini jikoni ya wanawake uaga ni punishment. Najua mna wonder how, kwa sababu wanawake even though wanapenda kupika, jikoni ya wanawake ni ile sufuria kubwa, alafu na sisi wanawake hatuchoki, hatupendi kuchoka. Unaimagine unapikia watu 700 ugali, na ugali ya watu 700 inapikangwa kwa jiko moja, na inapikangwa na mtu mmoja, ipikangwa na watu wawili. So mwanamke akipelekwa jikoni na kwa gani punishment. Sasa ni umekosea, umefanya like umepatwa na contrabands, part of punishment inakuwa either utapelekwa cell, utapelekwa jikoni ukapike, na unakaa huko mpaka ile siku askari wataona umereform. Unapika huko nitawai. By the way, kuna mtu aliniambia tuongelelee mambo ya food ya jela. Hiyo nataka kuiongelelea nikiwapikia. I want to cook for you the normal lunch ya jela. Hiyo nitawaonyesha practically so that mjue the essence of ni nini nakulagwa jela. Hiyo ni siku yake, na ni siku yake too special. So umepelekwa jikoni, wewe utakuwa rafiki ya watu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio utakuwa, niliwaambia kama ni maji moto uaga unaandikiwa na daktari, lakini kuna hii ya backdoor. Hiyo ya backdoor wanauzanga kibuyu ya 5 liters 100 bob maji moto 100 bob. Hiyo maji unaenda unairap na blanketi ndio isikuwe baridi. So blanketi ndio thermos yako. So huyo mtu atakuwa rafiki juu hizo vitu za backdoor atakuwa anapitisha, like chakula imekaangwa utakuwa unauza. Kama ni
ni nyama, utakuwa unaiba nyama. Mnakulanga kipande moja, lakini venye mnasemanga ati ni nyama kubwa, ni kapisi kadogo. Si nyama inakuwaga, by the way, inakuwaga the normal piece enye unakula huku, hiyo enye unakatiwa kwa butchery, hiyo ndio nyama ya jela. Hiyo ndio piece moja, unakula one piece, alafu narudi unaekewa supu ya nyama. Supu ya nyama utalimitiwa, ukitaka hata vikombe 10, na ni maji juu. Watu 700 wanakula ng'ombe nusu mguu. Inakujanga, by the way, inakujanga mguu moja. Mnakula, imagine. Alafu sasa trustees wanakulaga vipande mbili, watu wenye wako jikoni wanakula kipande moja moja, even though wao wanajishughulikia. Yeah. Hiyo ndio the relationship between inmates na inmates. So the next video nataka tuongelele kitu sensitive. Nimekuwa nikifikiria kitu, najua hiyo kitu inakuwaga so heartbreaking. Juu kuna kuwaga na visitation. Wacha niwaguzie ndio the next time nitakuja mkuwa mnaingoja. Kuna kuwaga na visitation. So that hiyo visitation inakuwaga either visitation ya family ama ya well wishers. Well wishers wenye wanakuja like church, wanakuja kutembelea prison, like watu wenye our human rights. Watu tu wanakuja like wanakuja kutembelea watoto. Yes, kuna ile kitu wanaleteaga inmates. Kuna zile vitu wanaletaga jela. Mshajiuliza, juu mara mingi mnasikiaga wafungwa wakilia shida sabuni, shida nini, na watu wakikuja, by the way, kuna watu wanakujanga hata na sabuni lori mzima, tissue lori mzima. Mbona watu huishi wakilia hatuna sabuni, hatuna tissue? So I just want you to think about that. Juu kuna kitu too sensitive nataka niguzie, but hiyo itakuwa in another video. Anyway, keep on liking, commenting, sharing, and kila kitu itakuwa tu sawa. Na please subscribe and share as much as possible. And thank you for the love. Nawapenda sana. See you in our next video. Thank you. Turus.